Nitaongea tu kwa kifupi kwa sababu mambo yanajielezea yenyewe, na kinachojielezea ni kwamba Jennifer Jovin almaarufu Niffer pamoja na Mika Chavala ambao walikuwa wanashtakiwa kwa mashtaka ya kula njama za kutenda uhaini pamoja na uhaini, wamefutiwa mashtaka leo hii mnamo tarehe 3 Disemba mwaka 2025. Wamefutiwa mashtaka na mkurugenzi wa mashtaka. Hapo awali tulishasema kwamba kwa mujibu wa sheria za nchi yetu almahususi kifungu cha 92 cha sheria inaitwa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kama ilivyofanyiwa marekebisho 2023 sura ya 20, inampa mkurugenzi wa mashtaka mamlaka ya kisheria ya kufuta mashtaka yoyote katika mahakama yoyote hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa kutekeleza madaraka yake hayo amewafutia almaarufu Niffer na mwenzake Mika Chavala, na mahakama kwa maana ya Mheshimiwa Arnold Yamuya amewaachia huru unless wanashikiliwa kwa sababu nyingine za kisheria, lakini so far hatufahamu lolote ile ambalo hawata wanashtakiwa nalo. Ndio tunavyofahamu wamesha at least Niffer amesharudi nyumbani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba at least ukurasa huo umefungwa kwa namna hiyo, ili sasa watu kama kuna kazi nyingine basi ziweze kwenda kufanyika sasa, lakini at least safari hiyo ya Niffer na Mika Chavala imeisha kwa namna hiyo. Kwa tunashukuru kwamba jahazi hilo limeweza kufika katika ukingo wake katika namna hiyo. Batala, kifungo ambacho kimetumika kumwachia Niffer leo ndio hicho kifungo namba moja. Yes, kifungo ni hicho cha 92 kifungu cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kilitumika pia kuachia wale washtakiwa wengine ambao waliachiwa kwa makundi kadhaa hapo awali, na pengine kama kutaendelea kuwa na cases nyingine za ambao basi watafutiwa mashtaka, watafutiwa kifungu hicho cha kifungu cha makosa PP aliwachia mafungu. Bahati mbaya sheria imempa mamlaka yeye, na bahati mbaya sheria haimuhitaji kutoa sababu. Kwa labda mtu sahihi zaidi kwenye mazingira haya ni yeye mwenyewe aseme namba moja, kwa nini labda amewaachia kwa mafungu namna hiyo. Na vitu ni vingi vya kisheria vya kimantiki, lakini mimi kama wakili nafurahi tu kwamba hawa ndugu wawili ambao ndio walikuwa wamebakia, ni ndugu kwa sababu wamekuwa ndugu walipokutana sasa. Kwa hawa ndugu wawili wameachiwa, na kama nilivyosema watakuwa sasa wanakwenda kufanya shughuli zao mbalimbali za ujenzi wa taifa, na sisi sasa kama nilivyosema tutapata nafasi ya kufanya mambo mengine, ili sasa la kina Niffer na Mika Chavala tunakuwa tumelitua kwa namna ambavyo tumelitua. Kwa tunashukuru kwamba kipande hicho kimeisha kwa namna hiyo. Na washtakiwa ambao walitolewa mwishoni mwa kwa utashi wangu ni mambo tu ya logistics. Kuambiwa kwamba mtu aende ukaripoti ni mambo tu ya logistics kwa ajili ya kuweka kumbukumbu huko mbeleni, lakini sioni kama hiyo inaathiri uhuru ambao wameupata kwa kutumia hicho kifungu ambacho kimetumika. Kwa hiyo kama nilivyosema, hata kama watapaswa kwenda kuripoti, no problems, wanao mawakili ambao labda watawasindikiza kama ambavyo wao wengine nao pia wamepata huduma hapa na pale kwa ajili ya kusindikizwa. Kwa hiyo sioni kwamba kuna kitu kikubwa sana katika eneo hilo la kuripoti, ni mambo tu ya kawaida. Naomba tufike mwisho, sijisikii vizuri. Kama nilivyosema, kifungu kinasema tu mkurugenzi wa mashtaka anaweza kufuta kesi yoyote iliyopo katika hatua yoyote katika mahakama yote hapa Tanzania, na hapaswi kutoa sababu zozote. Sasa hiyo tu tafsiri yake ni kwamba hata hayo masharti basi hayapo. Maanake yani kifungu hakiweki masharti, kinasema tu kinampa mamlaka muda wote kabla ya hukumu anaweza kufuta mashtaka yote, na ndivyo ilivyofanyika. Kwa kifungu, narudia tena, hakitoi masharti yoyote. Kwa kama mahala popote pale mtu atataka kuweka masharti, hayo ni masuala mengine ambayo sasa hayahusiani na kifungu husika. Hizo zitakuwa ni arrangement sasa zingine kabisa ambazo hazihusiani na kifungu husika, na tutaona kama hayo yatajitokeza, tutaona namna gani ya kushughulika nao, kwa sababu mambo ya sheria yanatibika na kujibiwa na sheria. Mwisho, sina takwimu sahihi, lakini
hawashikiliwi na mahakama. Actually mahakama kazi yake kwenye kesi za uhaini ni kufacilitate kitu inaitwa tu committal process. Kwa mahakama haiwashikilie. Kama yupo mtu anayewashikilia ni yule ambaye aliwashtaki, na ndo huyo ambaye labda ndo mmeona ametumia kifungu hicho cha mashtaka. Kwa mahakama haishikili mtu, lakini idadi kamili I have to check, lakini wapo baadhi hapo juu lakini wanawakilishwa na mawakili wengine, kwa sababu tuliganagana majukumu. Kesi zangu zilikuwa ziko 3, kundi la kina Nifa walikuwa mbaki wawili, kina Nifa, kwa kuna kundi la wengine nishawataja kina Pauline Liza na Benedetta Palangio, hao walishatoka. Kwa nilikuwa tumebakiza hawa tu kundi la Nifa na Mika Chavala, na kwa kuwa kama nilivyosema wametoka sasa na wao, basi na sisi tunapata nafasi ya kufanya sasa labda mambo mengine.